Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo Young Africans wanakwenda kuimaliza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ikumbuke kwamba leo hii ndio mchezo wa mwisho, mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa namna ambavyo ratiba inaonyesha, ambapo Young Africans wanakwenda kumaliza ligi katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo wanakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo wanakwenda kufanyika kunako katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo shughuli ni moja tu. Young Africans wanapaswa kuweza kushinda kwenye mchezo huu ili waweze kupata angalau hapa nazungumzia taji lao la 5 mfululizo, na hii itawawezesha vizuri zaidi, japokuwa wana option mbili, kupata sare ama kushinda. Wakipoteza basi bila shaka itakuwa ni kazi nyingine, ambapo ubingwa utakwenda wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Sasa mimi nikukumbusha kwamba nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka Young Africans ambacho kimeandaliwa na kocha Mwalin, kikosi ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa dhidi ya JKT Tanzania. Ikumbukwe kwamba michezo yote ni majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa mida ya jioni pale, ambapo Meja Jenerali Isamuhyo itakwenda kushuhudia mechi kubwa kweli kati ya Young Africans dhidi ya JKT. Kikosi kiko vipi? Kikosi kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia wachezaji wakiwa na morali ya upambanaji, hali ya kasi ya kulitafuta taji la 5 mfululizo likiwa lipo mbele ya wananchi Young Africans. Sasa kuendea mambo hayo, Young Africans wametangaza kikosi chao chini ya kocha Mwalin ambacho kitakachowavaa JKT, ambapo golini anasimama golikipa mwenye clean sheet zake. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Djigui Diarra, ambapo kimsingi tayari unaweza kusema amechukua, kwa sababu hata kama akipoteza hii tayari anamzidi Kasal clean sheet 2. Kwa hiyo kata Kasal mwenyewe kule wekundu wa Msimbazi kitokea akapata clean sheet katika mchezo huu wa leo, basi na yeye pia atakuwa amezidiwa clean sheet 1 na Diarra. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani kwamba tayari ameshakuwa ni golikipa bora wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kulingana na takwimu ambavyo zinaonyesha. Yeye ni swala tu la kuweza kupewa tuzo yake, kama tuzo ambapo zikiweza kufanyika utakwenda kushuhudia hilo. Kwa hiyo Diarra anasimama kama golikipa namba 1 katika mchezo huu wa JKT, akiweza kuzilinda nyavu zake zisitikiswe na kuwafanya wananchi Young Africans kwenda kwenye ule ubora ambao unaotakiwa wa kuweza kuchukua taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara vile ambavyo inavyoonekana. Huku beki namba 2 anasimama Tola Yao Kwasi Jeshi. Unafahamu shughuli yake, mmoja kati ya wachezaji hatari kweli, unaweza kusema hivyo kulingana na kile ambacho anachokionyesha. Ni moja kati ya mabeki wazuri wenye uwezo wa kupanda, wanarudi, wanakaa katika nafasi, wana uwezo wa kucheza
wanacheza kwa namna tofauti. Wamekuwa na ubora mkubwa kwelikweli katika michezo ambayo wamekuwa wakiweza kucheza. Hapa nazungumzia Young Africans kulingana na beki wao Atola Yokwasi, ubora mkubwa ambao wanaonyesha kwenye kikosi chao. Ila beki namba hapa nazungumzia 3 anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka, moja kati ya mabeki ambao wamejipambanua na kujionyesha kwamba wao ni mabeki wa aina gani, wameendelea kuwa katika ubora gani na namna ambavyo wameendelea kuwa katika maeneo muhimu ambayo wamekuwa wakiweza kuhakikisha kwamba wanafanya ubora mkubwa sana. Boka ana uwezo wa kupanda, ana uwezo wa kurudi katika kasi na kucheza katika backline yake vizuri kabisa, akiweza kuzuia mashambulizi. Leo kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba JKT upande wa kushoto unakuwa ni upande wa moto sana kwa upande wao, unaona bana, kulingana na dozi ambao watakayotoa Shadrack Kiboka. Huku beki namba 4 anasimama Ibrahim Ahmad Baka, unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa na mwendelezo mzuri kweli kwenye kikosi cha Young Africans, kujitoa kuhakikisha kwamba anasawazisha, hata kama anapokuwa anakosea, basi anaporudi anarudi katika ule ubora ambao unakuwa umetukuka zaidi. Kwa hiyo namna ambavyo inavyokuwa itakuwa hivyo. Lakini katika upande wa beki namba 5 anakuwepo si mwingine bali unazungumzia huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni wananchi Young Africans, au ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kuifanya, ukiweza kuona namna gani ambavyo anafanya namna kulinda, namna kuokoa. Lakini katika upande wa viungo sasa, hapa namba 6 utakutana na Duke Abuya, moja kati ya viungo ambao siku zote nimekuwa nikisisitiza kwamba hawazungumzwi, hawasemwi, lakini kazi kubwa ambao wanaifanya inaonekana, na mashabiki wamekwenda kushuhudia hilo kwenye kipindi hiki ambacho Young Africans walikuwa wakizihitaji pointi kwa hudi na uvumba. Duke Abuya amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wameweza kulipambania hilo na pamoja na wachezaji wengine. Kwa hiyo namba 6 leo hii atasimama Duke Abuya, akiendeleza mwendelezo wa kile ambacho anachokifanya. Huku namba 7 anasimama top scorer wa kikosi cha klabu ya soka Young Africans, nazungumzia si mwingine bali ni Starboy Alan Okello, moja kati ya usajili ambao unaweza kusema umelipa na ukalipa tena asilimia zaidi ya 100 kulingana na kiwango ambacho mchezaji huyo ameendelea kuweza kukionyesha kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, kulingana na takwimu ambavyo zilizopo zinaonyesha kwamba kweli ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja na performance nzuri na kuongeza kitu kwenye kikosi cha wananchi. Kwa hiyo hata kuwepo leo katika mchezo huo mkubwa kabisa. Huku namba 8 anasimama si mwingine bali tunazungumzia huyu ni Mudathir Yahya, unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo bora kweli kwenye kikosi cha Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambao anaitoa. Anaingia kama kifaza fulani hivi, kuna muda amalizi dakika 90, lakini kuna muda anaingia kipindi cha pili, lakiingia basi unaweza kuona mabadiliko fulani hivi ambayo yanatokea kwenye timu. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanatoa mchango mkubwa na leo hii yumo kwenye kikosi. Huku namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, au ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanyika kwa sasa, huku akiweza kupambania timu yake ipate ubingwa. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali ni Maxim Pia Nzingeli, unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli, kujitoa, kujipambania, kupambania timu. Yote hayo ni muhimu ambao anayafanya Max Nzingeli. Huku namba 11 anasimama Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua. Wakati tunasema kama Pacome shuka kiwango, je, swali ni kwamba timu yako kama kuiadhibu, basi aliweza kuchangia kwenye kuiadhibu timu yako. Kumbuka kwamba mpira una tabia ya kushuka na kupanda, kwa hiyo kuna muda mambo yakawi kwenye mpangilio, kwa hiyo kuna muda yanashuka. Kwa hiyo Pacome Zouzoua wale walikuwa wanasema kwamba ameshuka, taratibu ameanza kurudi katika ile fomu yake. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na kikosi hiki, wewe umekionaje? Unadhani kitaweza kuwafanikisha Young Africans leo hii kupata ubingwa wa 5 mfululizo? Weka maoni yako hapo chini, usiache kusubscribe na kubonyeza